Siku ya leo tena nakuletea mafundisho ya kweli yote ya Mungu sawasawa na Biblia. Jiandae kabisa kwamba kwa kipindi cha siku ya leo Mungu anakwenda kukuongezea hatua mpya kiroho. Naomba ni muombe Mungu kwa ajili ya kipindi, kisha twende moja kwa moja kwenye somo letu la siku ya leo. Pale ulipo omba pamoja nami. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai, asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya uweza wa nguvu za Roho yako Mtakatifu, asante kwa sababu ya kibali ambacho umetupa ili kwamba Bwana kwa wakati mzuri tusikie neno lako, tuyapate maarifa ya kiroho ili tusiangamizwe. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu mzuri, ninakukaribisha mahali hapa na uweza wa nguvu zako. Shuka tena Bwana, utuhudumie. Shuka tena Bwana, utuguse. Shuka tena Bwana, utusaidie katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako, uweza wako mwingi ukatufunike, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Asante Bwana wa mabwana, asante Mungu mwaminifu, asante kwa ajili ya anayenifuatilia kwa njia ya mtandao. Mungu kamguse, Mungu kamsaidie, Mungu kamhudumie, na neema yako ikazidishwe juu yake. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Basi tunakwenda kwenye mfululizo wa somo. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema ujuzi kuhusu ulimwengu wa roho, utakaokupa kutenda kazi, utakaokupa kuoperate kwenye kiwango cha juu zaidi. Leo ninazungumza na watu wa rohoni. Leo ninazungumza na watu wa rohoni. Neno linazungumza katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Anasema mtu wa tabia ya asili, a carnal man, hawezi kuyapokea mambo ya roho wa Mungu, hawezi kuyapokea mambo ya kiroho, kwa maana kwake huyo ni upuuzi. Lakini mtu wa rohoni, mstari wa 15, tunapata hapa kuna mtu wa tabia ya asili ambaye anaenenda kwa jinsi ya mwili. Huyu mtu wa mwilini, a carnal Christian, hawezi kuyapokea mambo ya rohoni, yanakuwa kwake ni upuuzi. Lakini kuna mtu wa rohoni, huyu leo ndio ninazungumza naye, maana ninaingia ndani kwenye kina, kwenye mambo ya kiroho, na mhitaji mtu wa rohoni. Fuatana pamoja nami ili upate siri za kiroho. Jambo moja la ajabu sana, kuna mambo kwenye maisha yako ya kiroho, watu ambao mnaenenda kwa roho mnisikilize ili mpate faida. Kuna mambo ambayo kwenye maisha yako ya kiroho hayatatenda kazi mpaka umepata maarifa yanayofaa, mpaka umepata maarifa sahihi. Hayo mambo ghafla unaanza kuona yana operate. Jana nilikuwa nikimsikiza mhubiri mmoja toka Harare, Zimbabwe, akasema kinachokosekana kwenye mwili wa Kristo sio swala kwamba watu hawana nguvu, ila they are ignorant ya kutumia hizo nguvu zenyewe, ila nguvu zipo. Unadhani watu wanaomba kwa kiasi gani ya kukana milimani, mifungo mingi, mikesha mingi? Unafikiri wanapaswa waongeze mikesha kwamba wasilale kabisa? Nguvu zipo, kuna maarifa yamekosekana. Watu wamejazwa roho kweli, kuna maarifa yamekosekana. Sasa maarifa yana nguvu ya kukusaidia ukapata hatua mpya. Ndio maana somo letu la leo litakuwezesha. Kuna watu mara baada ya somo hili mtaanza kuona kuna vitu vya kiroho mnaviona mkiwa mnavielewa. Kuna watu mliitwa mtembee katika mambo ya kiroho. Kuna watu mlipoamini mkajazwa roho, mlikuwa mmewekwa ili mtembee kwa kuona vitu vingi katika roho, ila kulikosekana mentors wa kuwasaidia. Uwezo kuyaelekeza mambo ya kiroho ambayo hujaya experience. Maana mtu anayefundisha kunena kwa lugha mpya akiwa yeye aneni atadanganya mahali, kwa sababu
hii experience inakupa kujua kitu kwa uhalisia wake kikoje hasa. Kwa hiyo kuna watu mkawa mnaona vitu vya kiroho, ukijaribu kuuliza ndio kwanza mwingine unaonywa, mwingine unaambiwa achana na hayo mambo, usiamini sana hayo maono, usiamini sana hizo ndoto, usiamini sana hizo sauti, usiamini. Sasa hilo sio jibu. Jibu ni kupata maarifa sahihi ya kiroho. Na siku ya leo Mungu amekusudia akupe maarifa sahihi ya kiroho. Linakupeleka mahali pazuri sana. Kuna mtu niliwahi kuzungumza naye, yeye pamoja na kuwa ni mwana maombi mzuri, nilizungumza naye, alikuwa na shauku sana ya roho, kujazwa Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha mpya. Sasa shauku alikuwa nayo, lakini huyu mtu kuna kitu kilitakiwa. Unajua kuna wakati kuna mafundisho yanakuwa yametangulia, yanaweka uzibe. Wewe unapotaja kunena kwa lugha, kabla hujafikiria ile feki, jua kwamba original ipo. Kwa hiyo ukianza na kila kitajwa kunena kwa lugha unawaza feki, ni wazi hutapokea kipawa. Kila wakitajwa manabii unawaza feki, ni wazi hutapokea unabii wa Bwana. Kwa sababu wanakuwa kama kinywa Bwana aseme kwa kupitia wao. Kwa hiyo sio wote ni feki. Kwa hiyo na maanisha nini? Huyu mtu kuna namna wenda kuna kitu kilitangulia kisicho sawa, kikao kimeweka uzibe wa kupokea Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha. Na wala usijaribu kupuuza hilo. Wanaotaka kuoperate kwenye maisha ya kiroho kwa namna fulani, omba sana. Sisemi watu wote duniani hapa tanena kwa lugha mpya, lakini hao wasionena usiwe wewe. Wewe unao nafasi ya kuomba ukapokea kipawa. Haya nao yafundisha ni mambo ya kina ya ndani ya roho. Ila ukikosa vitu vya muhimu, kwa mfano tongues, the gift of tongues, unaponena kwa lugha zile za roho, hata ukiingia rohoni huko ndani hujajua cha kusema, hujajua cha kuomba, hujajua cha kutoa maelekezo. Ndafundisha huko mbele, utakuja kuona unaweza kutoa mpaka maelekezo kwa angels. Sio mara zote utapokuwa hujajua cha kuwaelekeza, you can instruct them kwa njia hata ya kuzungumza kwa lugha mpya. Na unaweza ukamwomba roho kwamba kwa njia hiyo unatoa maelekezo gani. Sasa baada ya kuzungumza naye kwa kina juu ya karama za Roho Mtakatifu, juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu, juu ya gift of tongues kwa kina sana, tulizungumza mpaka saa 5 ya usiku. Tulipoenda eneo letu la maombi the next day, tunaanza kuomba alipoanza kufumba macho anataka kuzungumza, ulikuja kama uvumi. Unajua haya mambo ya kwenye Biblia ni halisi sana. Na ndio maana leo ninazungumza hivi, tujue kwamba vitu vya kiroho ni halisi mno. Maisha ya kiroho ni halisi mno. Sio story za kwenye Biblia, ni halisi mno. Unaposoma kwenye Matendo sura ya 2, ukaja kama uvumi, huo uvumi upo. Mimi experience. Tuko wawili tu eneo la maombi, kuna kipoli fulani kwenye hiyo taasisi ya elimu tuliyokuepo. Tunapotaka kuanza kuomba, nilisikia kama uvumi umekuja. Sasa akilini mwangu kulitafsiri kwa haraka, ni gari gani imetufuata huku msituni? Maana hakuna njia ya gari. Ile nilivyoshtuka hivi, ile sauti ya uvumi wa ikakata amenaswa na Roho Mtakatifu. Mtu ambaye kunena kwa lugha mpya ana tamani haifiki, ana tamani na hayuko tayari kufeki. Kama huko mtu una fake, very sorry. Au kuwa na haja ya kufeki. Yani ukaamua kujitengenezesha maneno ramashaka ramashat la baba shaka. Kama unaifanya kwa sababu unajifunza, umetafuta namna, unakosea sana. Kwa sababu hiyo gift ni kitu halisi kabisa, haihitaji maigizo yake. Ni kitu halisi kabisa. Utajazwa, na utakapojazwa wala hujazwi bila kujua. Haifanyiki bila kujua. Utapojazwa utajua umejazwa. Ukijazwa, acquisition ya hiyo lugha, anajua namna Roho Mtakatifu anavyofanya. Atamtia uwezo yule mtu wako wa ndani, the inner man, atapokea ule uwezo, alafu unakuta unazungumza lugha, kwa sababu mtu wa ndani amewezeshwa kutamka kama Roho atakavyokujalia kutamka. Nakumbuka mwaka 2004 nikiwa nina kiu kabisa, niko mahali fulani, wanasema tusimame kuombea sadaka, ikaja nguvu ikanikamata. Sasa nikajua kumbe hiki sio cha maigizo. Ndio maana nikikutana na porojo za mitandaoni wanaojaribu kuanza kusema hii kunena kwa lugha, sihitaji mijadala ili nijue ni halisi au sio halisi. Maana I experienced it
na nikaijua ile yenyewe ninayoisoma ya Matendo ya Mitume sura ya 2 ya siku ya Pentecost. Kile kitu ndicho hiki hapa. Nguvu ilikuja kwa ghafla. Nilikuwa naomba kwa sauti ndogo, sauti ikapanda juu kwa ghafla. Maneno yangu ya Kiswahili yakavurugwa, nikakuta naunda herufi sijawahi. Muda huo nimekamatwa, mwili wote una vibrations, lakini kule ndani na kwenye kilindi cha moyo ninaisikia raha ya Mungu isiyo ya kawaida. That experience una haja ya kutengeneza ukaifake, maana original ipo. Na saa mpaka wakati huu Roho Mtakatifu hajaondolewa bado. Kwa hiyo unaweza ukapokea original badala ya kutengeneza kitu cha kufoji. Original kina ladha. Mtetemeko na vibration zimekamata vidole vyote. Maneno yale kwa Baba katika jina la Yesu ikaja zikawa naunda tu herufi. Unajua lugha na yenyewe inaweza isije moja kwa moja, kila mtu anapewa kwa namna anavyowezeshwa kutamka. Nikakuta maneno yanakuja ta 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 ta, ya herufi zinajiunda. Hiyo siku nilizungumza paka barabarani, nikawa nasikia utamu kunena kwa lugha. Nilikuwa nikianza nikijifungua mdomo tu nikiruhusu inakamata. Nilinena kwa lugha umbali mrefu barabarani, sikupanda hata gari ili nienjoy ule utamu. Maana mwili wangu, mtu wa ndani amewezeshwa, nimeunganishwa mpaka kwenye mwili wa nje, nikapata ile test ya kipawa cha Roho Mtakatifu kwa uhalisia wake. Kwa hiyo hakuna haja ya kubuni, maana ya original ipo. Mambo yote ya rohoni unaoyasoma kwenye Biblia yako, hayo mambo yote ni halisi. Na ndio maana Mungu ametupa neema kwa kupitia MS Online TV. Anakusudia akupe maarifa haya, wala usiache kufuatilia. Lengo wewe Mkristo unayenitazama, unayependa kujifunza kuhusu kweli ya Mungu, upate faida. Kama kuna Mkristo hauna ujuzi wa mambo ya rohoni, hauna ujuzi wa mambo ya rohoni, unapata hasara. Yani kwenye mizani ya kiroho haupimiki, unapwaya. Maana baada ya kuokolewa unakuwa umeitwa kuishi kwenye ulimwengu wa mwili na wa roho kwa wakati mmoja. You are living in both realms, spiritual realm and the physical realm. Kwa muda mmoja unaishi kwenye ulimwengu wa mwili na kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akupe neema unaponifuatilia.